Siku moja baada ya Tume ya Uchaguzi Zanzibar kutangaza kwa mujibu wa sheria kutaifisha nyaraka mbalimbali ambazo zimetumika katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Leo hii chama cha ACT Wazalendo hapa Zanzibar kupitia kwa makamu wake Ismail Jussa wameitaka tume hiyo kusitisha zoezi hilo, wakidai kuwa bado kuna mashauri ya kesi zinazohusiana na uchaguzi wa Oktoba 2025 ambazo zitahitaji nyaraka hizo muhimu kama sehemu ya ushahidi katika kesi hizo. Hivyo tunataka mambo yafuatayo yatekelezwe. La kwanza, kusimamishwa mara moja uteketezaji huu. ZEC lazima isitishe mara moja mpango wowote wa kutupa, kuharibu au kuteketeza nyaraka na vifaa vya uchaguzi mpaka mashauri yote yaliyopo mahakamani yamalizike. Kama tulivyosema, kuharibu ushahidi ni kosa la jinai. Kufuatia madai hayo yaliyotolewa na chama cha ACT Wazalendo hapa visiwani Zanzibar juu ya utekelezaji wa takwa la kisheria la kutaifisha na kuteketeza nyaraka zote ambazo zimetumika katika uchaguzi wa Oktoba 2025. Tunazungumza na mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi Zanzibar, Mheshimiwa Judge George Joseph Kazi, na hapa anatolea ufafanuzi juu ya utekelezaji wa takwa hilo la kisheria. Wao walitakiwa kufanya kama walikuwa na nia hiyo, walipopeleka mashauri yao walitakiwa waweke na ombi la zuio, ambao mahakama ingeanza kusikiliza ombi lile la zuio. Hawajafanya hivyo. Wanataka kumlaumu nani? Kosa lao wenyewe. Kama walikuwa na nia hiyo, maana inawezekana vingine wanafanya kusudi ili wapate nafasi ya kusema sheria inapotekelezwa. Sijui naeleweka. Kwa hiyo hawajapeleka, wamepeleka maombi yao, mashauri yao ya uchaguzi. Ofisi ya mwanasheria mkuu wamepeleka majibu, wameweka na pingamizi. Kwa kuwa mahakama haina ombi lolote la zuio, wameanza kusikiliza pingamizi. Wanadai kwamba wamepeleka ombi la kukagua, na nimefuatilia, nimepata at least copy. Nikadhani labda katika hilo ombi la kukagua hizo nyaraka limeambatana na ombi la zuio, na in fact watakuwa peleke ombi la zuio. Walichoenda kuomba, wameomba kupata fursa ya kukagua nyaraka, kujiridhisha uwepo wa nakala halisi, na lingine wameomba kupatiwa nakala halisi. Ni ombi ambalo wamepeleka, lakini lile ombi haliwezi kufanya mahakama itoe zuio la tume kuziharibu hata kama ikisikiliza ile ombi, kwa sababu hawajaomba zuio. Sasa ni swala ambalo la kisheria, wao nao wana sheria, wanajua tume hamna kosa lolote ambalo imefanya. Tume isingetekeleza matakwa ya sheria ingekuwa imefanya kosa. Isingetekeleza sheria inasema inakuwa ni kosa, kwa sababu sheria inalazimisha lazima iweze kuteketezwa. Na hii kusema kwamba kuzuia sijui nyaraka hizo ni kosa la jinai, amini kuharibu nyaraka kosa la jinai katika kuharibu ushahidi, si sahihi. Kama ni kosa la jinai, basi ni sheria yenyewe ndio imefanya hiyo jinai, sababu sheria yenyewe ndio imeelekeza kuteketeza.